tai wanakusanyika pamoja. Hii ni barua ya leo Jumamosi, tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka wa 2026, kutoka kwa nabii wa Mungu ndugu Joseph Branham wa maskani ya Branham huko Jeffersonville, Indiana, Marekani, kwa bibi harusi wa Yesu Kristo kote ulimwenguni. Mpendwa, bibi harusi aliyechaguliwa, mteule na aliyekusudiwa kimbele. Nakumbuka nilipokuwa kijana mdogo nikijaribu kuchagua kanda ya kusikiliza. Nilipokuwa nikisoma majina ya jumbe, daima niliwaza, sitasikiliza ndoa na talaka, kwani huo hauna uhusiano wowote nami. Ni kwa watu waliooa tu. Kisha siku moja nilipokuwa nikisikiliza ndoa na talaka, Baba akanipa ufunuo wa ujumbe huo. Upako wake ulikuja moyoni mwangu. Yeye anazungumza nami. Ujumbe huu ni kwa ajili yangu. Ananiambia alinichagua mimi kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Huu ndio sherehe yangu ya arusi. Simtaki mtu mwingine ila yeye. Mimi ni mkweli na mwaminifu kwake, na kwa neno lake na kwa sauti yake peke yake. Sisi ni mmoja. Kwa kweli ujumbe huu ulikuwa kwa ajili ya ndugu na dada wengi waliokuwa wameoana na sasa wamepeana talaka, na yeye akiwaambia kile wanachopaswa kufanya. Lakini hapo kulikuwa na maana kamili na kubwa zaidi, iliyokuu zaidi, yenye nguvu zaidi. Kulikuwa na mume mmoja, na yeye alikuwa akiwaita na kuzungumza na bibi harusi wake wengi waliochaguliwa. Sauti ya Mungu ilikuwa ikimwita atoke, bibi harusi msafi, neno bikira wake asiyegoshiwa, yule ambaye hajaguswa au kuchafuliwa na mwanamume, yule ambaye ni mkweli na mwaminifu kwake na kwa neno lake peke yake, yule ambaye aliyeridhika kabisa naye na sauti yake. Kwa neema na rehema zake, leo tunaweza kusema bila shaka yoyote, sisi ndiye bibi harusi, neno bikira wake. Utukufu! Yeye alitaka kuhakikisha kuwa hakutakuwa na mambo yaliyoachwa linapokuja suala la kumwita bibi harusi wake. Kwa hivyo yeye alikuja mwenyewe na kuishi katika mwili wa mwanadamu ili kulifunua neno lake na kumwita bibi harusi wake kwake. Yeye alikuwa ndiye Eliezeri ambaye angemchagua bibi harusi wake mwenyewe, ili kuhakikisha kuwa hakukuwa na njia ambayo tungechanganyikiwa ni nani aliyekuwa akituchumbia. Yeye mwenyewe alikithibitisha chombo chake kiteule kwa kuzungumza naye kutoka katika kisulisuli kilichokuwa kikining'inia kwenye mti. Kisha akazungumza naye wazi wazi kule chini kwenye mto Ohio mbele ya maelfu. Yeye hata alipigwa picha pamoja naye ili kuuonyesha na kuuambia ulimwengu, niliwaambia nitarudi tena na kuishi katika mwili. Yeye ndiye niliyemchagua kuishi ndani yake, kuwaita ninyi mtoke ili muwe bibi harusi wangu. Si yeye, ni mimi ninayenena kupitia yeye. Ninaitumia sauti yake tu kuwa sauti yangu kwenu. Mimi ndiye niliyewaita na kuwakamilisha ili muwe bibi harusi wangu mkamilifu. Ufunuo wa ujumbe huu, neno lake, sauti yake. Na sasa sisi ni nani? Yapita maneno ya mwanadamu kujaribu kueleza. Najua mnajua hasa kile ninachosema. Imani ya kunyakuliwa inatendeka. Bibi harusi anajiweka mwenyewe tayari kwa kuketi katika uwepo wa Mungu mwenyewe,
akikamilishwa. Ni fursa iliyoje dunia ilionayo kuisikia sauti ya Mungu ikizungumza nao, kuketi na kulisikiliza neno kwa neno, anaponena na kulifunua neno lake na kutuambia sisi ni nani. Hakuna cha kufananisha na kuketi katika uwepo wake. Kwa hivyo, njooni muungane nasi Jumapili saa 6 mchana masaa ya Jeffersonville, ni saa 1 jioni Afrika Mashariki, tunapomsikia yeye akizungumza na bibi harusi wake. Ujumbe: ndoa na talaka, 65-0221M. Ndugu Joseph Branham. Maandiko ya kusoma kabla ya kusikia ujumbe: Mathayo Mtakatifu sura ya 5 mstari wa 31 hadi wa 32. Mathayo Mtakatifu sura ya 16 mstari wa 18. Mathayo Mtakatifu sura ya 19 mstari wa 1 hadi wa 8. Mathayo Mtakatifu sura ya 28 mstari wa 19. Matendo sura ya 2 mstari wa 38. Warumi sura ya 9 mstari wa 14 hadi wa 23. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 hadi wa 15. Wakorinto wa kwanza sura ya 7 mstari wa 10 hadi wa 15. Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 34. Waebrania sura ya 11 mstari wa 4. Ufunuo sura ya 10 mstari wa 7. Mwanzo sura ya 3 yote. Walawi sura ya 21 mstari wa 7. Ayubu sura ya 14 mstari wa 1 hadi wa 2. Isaya sura ya 53 yote. Ezekieli sura ya 44 mstari wa 22.